Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na vyombo vya habari vyatakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya misamiati, na kwa hayo na mengine mengi na kusi, tafadhali ungane nami hadi tamati, na kwanza tupate muhtasari wake. Serikali kuendelea kuimarisha juhudi za uwezeshaji wanawake kiuchumi. Rais Daktari Mwinyi asisitiza matumizi ya tafiti katika utekelezaji wa majukumu. Kwa habari za biashara na uchumi, Tanzania yapiga hatua utunzaji matumbawe. Katika habari za kimataifa, Iran yarusha makombora kuelekea Israeli saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza Washington kufanya mazungumzo na afisa wa Irani ambaye hakutaja jina. Na katika habari za michezo na burudani, Msuva akosa ndege kutoka Iraki aweze kujiunga na wachezaji wa Taifa Stars walioitwa kambini na kocha Gamondi. Miji mwenyeji anza kupigana vikumbo kuiandaa miji yao na kambi za timu za taifa zinazoshiriki fainali za kombe la dunia. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Mimi ni Jacqueline Venant, tafadhali karibu tuwe sote. Serikali imeahidi kuendelea kuimarisha juhudi za uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kupitia sekta ya fedha, ikitambua kuwa eneo hilo ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi jumuishi na endelevu nchini. Taarifa ya Beni Mwaipaja inasomwa studio. Ni katika mkutano wa 3 wa wanawake katika sekta ya fedha ulioandaliwa na chama cha wanawake katika sekta ya fedha Tanzania TAWIFA jijini Arusha. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari, wakati akifungua mkutano huo, amesema tafiti za mapato na matumizi katika kaya zinaonyesha kuwa wanawake wanashiriki kikamilifu katika uwekezaji, biashara na kuchangia nguvu kazi katika sekta mbalimbali za uchumi, ikiwemo kuendesha zaidi ya 50% ya biashara ndogo na za kati nchini. Takwimu pia zinaonyesha kuwa wanawake wameanza kutumia kwa kiwango kikubwa huduma za kifedha za kidijitali, ambapo zaidi ya 60% ya watumiaji wa mikopo ya kidijitali ni wanawake. Hii inathibitisha kuwa wanawake wana uwezo mkubwa wa kutumia huduma za kifedha katika kukuza biashara zao na kuboresha maisha yao na familia zao endapo wataendelea kupata elimu sahihi ya kifedha. Hivyo natoa wito kwa TAWIFA na wadau wengine katika sekta ya fedha, tuunganishe nguvu zetu katika kuimarisha elimu ya fedha kwa makundi mbalimbali, hususan kwa wanawake. Naye waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar, ambaye pia ni mlezi wa chama hicho, Daktari Saada Mkuya Salum, ametoa rai kwa wadau wote katika sekta ya fedha kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi. Tunajua kwamba ni sisi kama TAWIFA tunafanya hiyo kazi, na kwenye hili labda hususan la kutoa elimu, kwa sababu TAWIFA tunafika mpaka kwa wananchi wa kawaida. Nadhani ile collaboration ya TAWIFA na Benki Kuu iwe inazidi zaidi, na kuona namna gani implication nzima ya financial reforms zinazofanyika basi zinafanyika, zinakwenda positively ku impact hususan mwanamke katika ngazi ya chini. Kwa upande wake, rais wa chama cha wanawake katika sekta ya fedha Tanzania TAWIFA Fikiri Ntomola amebainisha mafanikio waliofikia katika kuhakikisha wanaandaa viongozi wanawake watakaoongoza sekta ya fedha nchini, huku naibu gavana Benki Kuu Tanzania Sauda Msemo akieleza mafanikio ya ujumuishwaji wa wanawake katika ngazi ya maamuzi. Kwa sababu uongozi haujitokezi kwa bahati. Uongozi hujengwa kupitia mafunzo, uzoefu na mwongozo. Na kwa kuwekeza katika mafunzo haya leo, tunawaandaa viongozi watakaoiongoza sekta ya fedha ya Tanzania kesho. Kwa hiyo ujumuishwaji wa wanawake katika ngazi mbalimbali za maamuzi ni fursa ambayo inaleta mabadiliko chanya
inarekebisha pengo lililopo, lakini inaongeza ufanisi katika soko. Amesema kuwa hivi sasa kuna ongezeko kubwa la benki na taasisi za fedha zenye theluthi moja au zaidi ya viongozi wanawake kwenye bodi, huku ikishuhudiwa uandaaji wa mpango wa urithishaji wa madaraka kupitia programu mbalimbali za uongozi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameushauri uongozi wa Kituo cha Tafiti za Kiuchumi, Kijamii na Uchambuzi wa Sera Zanzibar ZRCP kuandaa mikutano na mijadala na wadau ili kuelimisha umuhimu wa kutumia matokeo ya tafiti katika utekelezaji wa majukumu yao. Tupate taarifa kamili. Rais Daktari Mwinyi ameyasema hayo alipokutana na mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Juma Hassan Reli pamoja na ujumbe wake waliofika Ikulu Zanzibar. Aidha, amebainisha umuhimu wa kufanya maboresho katika mifumo ya usajili wa malipo kidigitali ili kuimarisha muda na uwazi, hususan katika sekta ya umma, na kushauri kuangaliwa upya kwa sera, sheria na kanuni katika eneo hilo. Naye mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Tafiti za Kiuchumi, Kijamii na Uchambuzi wa Sera Zanzibar ZRCP Juma Hassan Reli anaunga mkono mapendekezo hayo na kueleza kuwa kituo hicho kipo tayari kushirikiana na serikali katika kutoa tafiti na mapendekezo yatakayochangia maboresho ya mifumo ya malipo kidigitali, ikiwa ni pamoja na kusaidia mapitio ya sera, sheria na kanuni ili kuimarisha uwazi na ufanisi katika sekta ya umma. Idhaa ya Kiswahili na vyombo vya habari katika ukanda wa Afrika Mashariki zimetakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya misamiati na istilahi za Kiswahili katika kufikisha maudhui kwa jamii ili kufikia shabaha ya kukuza lugha yote hiyo ulimwenguni. Mwanahabari wetu Beatrice Jeladi ana undani wa taarifa hiyo. Inakadiriwa kuwa lugha ya Kiswahili ina wazungumzaji zaidi ya milioni 500 duniani kote na kufanya lugha hii kukua kwa kasi. Katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani lililofanyika jijini Arusha, likilenga kukuza na kuimarisha matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha katika vyombo vya habari, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar anatumia nafasi hiyo kusisitiza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Kuendeleza utaratibu wa kukaa pamoja na wataalamu wa Kiswahili na kubadilishana uzoefu wa namna bora zaidi ya kukuza Kiswahili na kukabiliana na changamoto za utangazaji wa Kiswahili. Pili, wanahabari kuhakikisha wanakuwa na kamusi katika maeneo yao ya kazi ili kuweza kufahamu matumizi sahihi ya misamiati na istilahi za lugha ya Kiswahili. Naye Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Paul Makonda anabainisha kuwa serikali imeweka mazingira yatakayowezesha kutengeneza fursa za ajira kupitia lugha hiyo. Ndani ya nchi sasa tuna vituo 200 na nje ya Tanzania tuna vituo 20. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, nilipata nafasi mwezi uliopita kwa Ufaransa, nimeona pia moja ya kituo kinachofanya vizuri kuwafundisha watu Kiswahili kinachoratibiwa na Watanzania ni katika ubalozi wetu wa Ufaransa ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha Kiswahili kinaendelea kutamalaki. Nafasi ya vyombo vya habari kama nyenzo ya kukuza lugha ya Kiswahili inasisitizwa kwa kutumia teknolojia bila kudumaza lugha hiyo. Tunawahimiza wanahabari wote kuwa mabalozi wa lugha ya Kiswahili na Kiswahili fasaha. Papo hapo tunapaswa kuhamasisha uandishi wa vitabu na matumizi ya teknolojia za kisasa ili kukifanya Kiswahili kiendane na dunia ya mabadiliko. Waandaa watangazaji kwa ajili ya radio, televisheni kwa lugha ya Kichina. Lakini tulianzisha elimu ya Kiswahili kwa ajili ya kuwatangaza habari yetu kwa Kiswahili. Sasa sisi wanahabari tuna mchango mkubwa wa kukikuza Kiswahili kwa kutumia maneno sahihi na sanifu ambayo wataalamu wameelezea vyema kabisa kupitia kamusi sanifu ya lugha ya Kiswahili. Tasnia ya habari ni msingi wa maendeleo ya Kiswahili kote duniani. Hii ni kauli mbiu ya kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani ambalo linafanyika hapa jijini Arusha. Naitwa Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.
Serikali imewataka Watanzania kuondoa mitazamo hasi juu ya chanjo zinazotolewa kwa kuwa ni salama na kuwasisitiza wazazi kukamilisha dozi kamili ya chanjo ya polio kwa awamu ya pili ili kuepusha watoto na ugonjwa wa kupooza. Taarifa kamili na Sharifa Suleiman. Watoto zaidi ya 1.2 million wameanza kupata chanjo ya polio katika mkoa wa Mwanza. Hii ni baada ya uzinduzi wa kitaifa uliofanyika Kisesa wilayani Magu na mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela aliyemwakilisha waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Ukidhani kwamba umechanja kwa muda huu ukaacha ile awamu ya pili, unaweza ukapata matatizo ya kupata ugonjwa na ukaamini kwamba yale na zile dhana zile myths zile za kusema chanjo hizi hazina ubora, chanjo hizi hazina asili mifumo ya watoto wetu. Kumbe ni kwa sababu hukukamilisha chanjo. Awamu ya kwanza ni sasa na awamu ya pili ni kuanzia tarehe 7 ya Mei. Tuhakikishe kwamba tunashiriki chanjo hiyo ili tuweze kuwafikia watoto wetu ambao wanastahili kupata na chanjo. Serikali ya Tanzania inapongezwa kwa kinga hii ya mapema na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO na wenye mamlaka ya kulinda afya za watoto na wananchi kiujumla, wakisisitiza kuzitumia siku 4 hizi kila kaya kuhakikisha mtoto anapata chanjo ya polio ya awamu ya kwanza. Today's launch is yet another strong manifestation of the commitment to protect children in this country. Kila mtoto kwenye kijiji chako, kila mtoto ambaye yuko kwenye kitongoji chako anapatiwa chanjo. Cha muhimu tu awe yuko ndani ya umri ambao tumeusema, kwa maana ya umri wa chini ya miaka 10. Watumishi wanaoshiriki katika zoezi hili katika mikoa yote 7, tunatoa wito kwamba wahakikishe watoto hawa wanawapata. Lengo letu ni kumfikia kila mtoto. Ushahidi unatolewa na wazazi walioshuhudia wale walioathirika na virusi vya polio na kuwahimiza wengine kutokuwa nyuma juu ya chanjo hii. Ukiona mtu anapooza, nakuwa anakunya hapo hapo, anadhoofu hadi kifo. Kwa hiyo wote tuzidi kusaidiana kuhamasisha ili wote wapate chanjo. Mimi kwa kweli sijaona kwamba hizi chanjo zina madhara, ndio maana nimeamua kuleta watoto wangu. Mimi nachohamasisha kuleta watoto wao wapate chanjo ili kuhakikisha lengo lililotarajiwa na serikali yetu kwa ajili ya watoto wetu hawa linaenda kutimia katika wilaya yangu ya Magu. Zoezi hilo la chanjo ya polio ya matone linataraji kuhitimishwa Machi 27, likienda sambamba na kauli mbiu isemayo mpe chanjo zuia polio. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Serikali wilayani Tarime mkoani Mara imewatoa hofu wananchi kuhusu utolewaji wa matone ya chanjo kukinga ugonjwa wa kupooza polio, kuwa chanjo ni salama kwa watoto wote hapa nchini. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Msisitizo huo unatolewa na mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowere pamoja na muuguzi mkuu wa mkoa wa Mara Stanley Kajuna ni katika uzinduzi rasmi wa utoaji wa chanjo hiyo. Watoto wote chini ya miaka 10 tunahitaji tuwakinge na ugonjwa wa polio, na ndio maana leo tunafanya chanjo ya matone. Ugonjwa wa kupooza ni mbaya kwa sababu mtoto atapooza viungo, na wakati mwingine mtoto akipata ugonjwa wa polio huu, watoto wengi hufa. Hatupendi tupoteze mtoto, hatupendi tupate mtoto aliyepooza viungo, na hii shughuli itaendelea. Wangu ni kuondoa hofu watu wote wa wilaya hii ya Tarime. Chanjo hii ni salama, hakuna changamoto yoyote. Kwa hiyo waje wapate chanjo hii, na chanjo hii itatolewa katika vituo vyote, shule zote za msingi, lakini shule za msingi, shule za hizo daycare centers na maeneo yote yaliyoko na watoto wadogo. Lakini pia tutapita nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba watoto wote wale ambao hawajapata umri wa kwenda shule tunawachanja katika nyumba zao, na tutakwenda mpaka kwenye maeneo ya mipakani, huko nako tumeweka utaratibu. Kwa upande wake mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Tarime Daktari Amini Vasomana pamoja na mganga mkuu wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Tarime Daktari Elias Makima wanaeleza sasa matarajio yao. Na tunategemea kuchanja watoto wasiopungua 151,556 katika halmashauri yetu. Na kama halmashauri tuna malengo ya kufikia watoto wapatao 51,055 katika halmashauri ya mji
Kwa kifupi, zoezi limeenda vizuri kwa maana kwamba kuanzia uhamasishaji mpaka uzinduzi. Naye Josephine Kapinga ambaye ni afisa afya mazingira mkuu kutoka Wizara ya Afya anasema kuwa hii ni awamu ya kwanza ya utoaji wa chanjo na kuna awamu nyingine, huku mratibu wa chanjo wa halmashauri ya mji wa Tarime Agrey Esau akieleza lengo kuu la serikali la utoaji wa chanjo hiyo. Na hii ni awamu ya kwanza au tunasema raundi ya kwanza. Awamu ya pili tutarudia tarehe 7 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5. Lakini ugonjwa huu wa polio hauna tiba, ila una kinga, na kinga yake ni chanjo. Aidha, wazazi na walezi ambao wamejitokeza kuleta watoto wao wanaeleza hali ya upatikanaji wa huduma hiyo. Naambia wazazi kwamba waishe kuleta watoto kwenye chanjo, bado zina faida na kinga katika mwili wa watoto. Ni mimi nitoe wito tu kwa wazazi ambao wako majumbani. Wazazi waamini kabisa chanjo hii ni muhimu kwa watoto. Nikiripoti kutoka Tarime mkoani Mara, Frank Cleophas, Star TV. Baadhi ya wananchi waliojitokeza katika uzinduzi wa chanjo mkoa wa Geita wamesema elimu waliyopata imeondoa hofu katika jamii juu ya chanjo ya polio na kuahidi kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Kuna watu wanakuwa wanasema kwamba wanaenda huko kwenye hizo chanjo sio nzuri. Mimi nimekataa uzushi, kilichonifanya nije hapa ni kwa ajili ya kuwakinga wanangu na magonjwa yanayokuja. Katika viwanja vya shule ya msingi Juhudi, wazazi na walezi wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha watoto wao wanapata kinga dhidi ya magonjwa hatari. Mkoa wa Geita unatarajia kuchanja watoto zaidi ya milioni 1 chini ya miaka 10, na zoezi hili limezinduliwa katika shule ya msingi Juhudi ambapo watoto 1471 katika shule hii watachanjwa. Nimepata elimu ya kwamba chanjo hii inasaidia watoto wetu kuhusu ugonjwa wa polio, itasaidia sana. Mkoa wa Geita unatarajia kuchanja watoto zaidi ya milioni 1 chini ya miaka 10. Na katika zoezi hili ambalo limezinduliwa katika shule ya msingi Juhudi, watoto 1471 wa shule hii watachanjwa. Kwa wako vile vile umepokea chanjo dozi zipatazo 1,393,650, na utaona idadi ya dozi imekuwa iko kubwa zaidi kuliko idadi ya watoto ambao tumepangiwa kuchanja, na lengo ni lile Mheshimiwa mgeni rasmi, pasitokee mtoto hata mmoja ndani ya mkoa huu wa Geita akakosa chanjo. Mafunzo kwa watumishi zaidi ya 6,000 yametolewa na wamegawanywa kwenye timu, na hakuna nyumba, shule au mikusanyiko ya watu itaachwa. Mkoa wa Geita ndo tumeonekana tumekuwa kwenye maandalizi, tunaongoza kwenye maandalizi. Kwa hiyo maandalizi haya yasiishie hapa, ya ashirie kwenye utekelezaji. Sisi kama mkoa tulipokea maelekezo na tukaendelea na uratibu wa hili zoezi, na mpaka sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, timu zetu zote zimeandaliwa na tumeandaa vyombo vya usafiri, tulishaendesha mafunzo. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amezindua rasmi zoezi hili, akisisitiza kuwa jamii ipuuze uzushi na kuzingatia elimu sahihi ya afya ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya msingi ya afya bora kupitia chanjo. Na chanjo zote ambazo zinakuja kwenye taifa letu ni chanjo salama, ni chanjo ambazo hazina madhara, ni chanjo ambazo zinakwenda kuimarisha kinga na afya za watu katika taifa letu. Aidha, zoezi hili liko ndani ya mikoa 7. Litaenda hadi tarehe 24 awamu ya kwanza, na awamu ya pili itafanyika mwezi Mei 2026. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Wadau wa uhifadhi wilaya ya Serengeti kutoka taasisi ya Mwiba Holding Limited kwa kushirikiana na jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori la Icona WMA wametoa msaada wa vitimwendo 75 kwa watu wenye ulemavu kama sehemu ya upendo kwa jamii ya wenye wahitaji. Kutoka Serengeti, Sospita Mabirika ana undani wa taarifa hiyo. Meneja miradi ya kijamii kutoka mpango wa Fredkin Conservation Fund wa taasisi ya Mwiba Holding Limited, Sylvester Bwasama, anaeleza alivyoguswa kusaidia jamii. Tumefika hapa tukiwa na wadau wenzetu ambao ni wafadhili, wametoka nchini Marekani, wako hapa kwa ajili ya kusaidia jamii ambayo inatokana na maeneo haya kwa maana ya vijiji vya uhifadhi. Kwa hiyo ni watalii wamekuja, tuko katika awamu ya 3, tulianzia huko wilaya ya Babati
tukaja wilaya Meatu na sasa tuko wilaya Serengeti kwa maana ya Mugumu hapa tulipo. Wanafanya utalii lakini wanaleta matokeo chanya kwenye jamii ambazo ziko pembezoni mwa hifadhi. Katibu wa Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori Kona WMA Yusufu Manyanda na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Elias Chama wanaeleza jinsi matunda ya uhifadhi yanavyochochea maendeleo ya wananchi. Kwa kupitia wageni mbalimbali wanaotembelea maeneo haya, tumefanikiwa kupata msaada kutoka kwa wageni hawa ambao wamekubali kuwasapoti wananchi wetu walioko katika maeneo haya na maeneo jirani kwa kutoa viti 75. Waliopo katika maeneo ya uhifadhi kwenye vijiji vyetu wajitahidi sana kulinda uhifadhi, kulinda wanyama wetu ili tuweze kuendelea kunufaika na haya ambayo tumeyaona siku hii ya leo. Msaada huo unatajwa kuja kwa wakati, kwani wanufaika wanaeleza hali ilivyokuwa na changamoto zinazowakabili. Ilikuwa nimeshindwa kutoka ndani na sasa ninaenda kutoka. Ninashukuru sana kwa mambo makubwa ambayo wamefanya hao wahisani. Tunashukuru msaada waliotuletea, wametukomboa wengi. Nimekaa chini miaka mingi natembelea Kiti, lakini kwa sasa ninashukuru sana sana. Mkuu wa wilaya Serengeti wakili Angelina Mariko anatumia jukwaa hilo kuwaomba wadau wote wa uhifadhi kuonyesha upendo wa dhati kwa jamii ya wahitaji. Kwa hiyo nitoe rai au wito kwa kampuni, hoteli, tenti zote zilizopo ndani za hifadhi tuige mfano wa Mwiba Kempu kwa kuhakikisha kwamba tunawahamasisha watalii wanapokuja wana show love kama walivyofanya Mwiba wenzetu. Nikiripoti kutoka Serengeti, Hospita Mabirika, Star TV. Na mtazamaji, mara baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Tafadhali endelea kusalia nasi. StarTimes tumewaletea tena. Mteja wa StarTimes antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukubusti kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu kwa mwezi tutakubusti kwenda uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya hadi siku 5 zaidi bure. Huko kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, bila kukosa tamthilia nyingine kali ya Reborn. Ukutane na visa vya binti masikini anayepandikizwa moyo wa binti tajiri aliyefariki kwa ajali. Ni kila siku saa 3:45 usiku kupitia Mambo TV Swahili. Furahia bongo movies na series kibao za kibongo, watoto nao wakiendelea kufurahia Bonnie Bears na katuni nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. StarTimes, lipa tukubusi zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti
na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Mtazamaji, karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Serikali imesema hari ya matumbawe kwenye ukanda wa bahari ya Hindi nchini ni stahimilivu kwa 50% licha ya kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa elimu wa kuyatunza kwa jamii inayofanya shughuli zao za kiuchumi pamoja na uvuvi haramu unaoharibu mazalia hayo ya samaki. Tupate taarifa zaidi. Mhifadhi mkuu wa hifadhi ya bahari kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi Godfrey Ngupula ameyasema hayo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wa mrejesho wa utekelezaji wa mradi wa utafiti na uhifadhi wa matumbawe. Ngupula amesema amekuwa akitoa elimu kwa jamii inayoishi katika ukanda huo ili kuendelea kuyatunza kutokana na zaidi ya 70% ya jamii hiyo shughuli zao zinategemea matumbawe. Sisi tumekuja kuhakikisha tunaongeza uelewa kwa watu, lakini kuhakikisha pia serikali na yenyewe inafanya kazi katika mazingira rahisi kwa kushirikisha watu wengi na jamii kubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba hali inakaa vizuri. Lakini namna gani naweza tukasema kwa 50% zaidi ya 50 bado ni stahimilivu. Tukijitahidi hapa tulipo ikaenda bora zaidi itakuwa ni jambo jema, lakini tusishuke zaidi hapo. Kwa upande wake mratibu wa mipango ya bahari kutoka shirika la uhifadhi duniani WWF Dr. Modest Medadi amewataka watekelezaji wa mradi wa uhifadhi kutengeneza kanuni zitakazoongoza katika uoteshaji wa matumbawe badala ya hali ilivyo sasa kila jamii huja na mbinu zake. Tarehe 1 mwezi wa 4 lazima tuangalie kwamba tuje na guideline au mwongozo utakao kuwa umetolewa na umehusisha jamii na wataalam ni jinsi gani matumbawe yaweze kuwa restored, kama tunavyofanya kwenye mangroves, mikoko, kama tunavyofanya kwenye seagrass, nyasi bahari, basi na wao waje na hiyo guideline au mwongozo ambao sasa watakuwa upeleka kwa jamii kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Lakini huo mwongozo pia lazima pia tuangalie nchi nyingine zinafanyaje. Baadhi ya wasimamizi wamesema tangu kuanza kwa mradi huo umekuwa na mafanikio makubwa katika maeneo yao. Wamefanya vizuri na wametengeneza yale matumbawe ambayo tumepata elimu kupitia huu mradi, na sasa hivi hali tunaiona kidogo inaimarika. Sisi katika mkoa wa Tanga ni moja kati ya mikoa iliyoathirika sana na uharibifu wa matumbawe. Kwa hiyo mradi huu unakuja kutuletea jambo ambalo kwa kweli sisi tunajivunia nalo. Zinazotekeleza mradi huo wa uhifadhi na uokoaji matumbawe ikiwemo Madagascar. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Tafadhali endelea kusalia nasi. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Irani imerusha makombora kuelekea Israeli mapema Jumanne hii, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Irani ambaye hakutajwa jina. Charles Machugu ana undani wa taarifa hiyo. Iran imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya Israel na nchi za Kiarabu za Ghuba, huku kombora moja likishambulia barabara katikati ya mji wa Tel Aviv nchini Israel. Shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran limelenga kaskazini mwa Israel. Hili linajiri wakati Rais Trump alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja jina
baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo ulikanushwa na Tehran, ambayo ilimtuhumu Rais Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati. Ulijiri kabla ya muda wa mwisho Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Naye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Bagheri, amesema kuna ujumbe uliopokelewa kutoka kwa baadhi nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yaliyofanyika. Tukiangazia Marekani. Uteuzi wa seneta wa jimbo la Oklahoma, McWayne Mullin, kama waziri wa usalama wa ndani katika utawala wa Trump, akichukua nafasi ya Chris Noem, umeidhinishwa na baraza la Senate la Marekani. McWayne Mullin, umri wake ukigonga miaka 48, sasa ataongoza wizara ya usalama wa ndani, yani DHS, ambayo imekuwa ikikabiliwa na mkwamo wa budget kwa zaidi ya mwezi mmoja. Seneta huyu ameidhinishwa kwa nafasi hii yenye utata kwa kura 54 za ndio na dhidi ya 45 za hapana. Upinzani wa Democratic unakataa kuidhinisha ufadhili wa DHS bila mageuzi makubwa kwa idara ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE chini ya idara ya usalama wa ndani. McWayne Mullin alisikilizwa mbele ya kamati ya Senate wiki iliyopita, muda mfupi baada ya kufukuzwa kazi kwa Bi Chris Noem. Msimamo wa Noem ulidhoofishwa haswa na shughuli za kupambana na uhamiaji zilizokosolewa sana katika miezi ya hivi karibuni huko Minneapolis, ambapo raia wawili wa Marekani, Renee Good na Alex Pretty, waliuawa na maafisa wa shirikisho. Kwingineko, Iran imemteua Mohammad Bagher Zolghadr, kamanda wa zamani wa walinzi wa mapinduzi na mfuasi wa marehemu Dr. Ali Adarshir Larjani, kuchukua nafasi yake kama mkuu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa. Marehemu Dr. Ali Adarshir Larjani, mwanasiasa mashuhuri na nguzo ya Jamhuri ya Kiislamu, aliongoza chombo hiki cha usalama cha juu zaidi cha Iran hadi kifo chake kilipomkumba wiki iliyopita katika mashambulizi ya anga ya Israel huko Tehran. Haya yanajiri wakati Iran ilitishia kuweka mabomu ya majini katika ghuba yake ikiwa pwani yake itashambuliwa. Kabla ya hapo, Iran ilitishia kushambulia miundombinu muhimu katika Mashariki ya Kati na kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz ikiwa mitambo yake ya umeme italengwa, ikijibu makataa ya rais wa Marekani Donald Trump. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametoa hotuba ya kukashifu katika kikao cha kwanza cha bunge la 15 la watu, akitangaza hali ya nyuklia ya nchi yake kuwa haiwezi kubadilika. Rais Kim ameitaja Korea Kusini kama taifa lake lenye uadui zaidi na akaapa kujibu bila ya huruma vitisho vyovyote. Rais Kim amekataa kupokonya silaha badala ya msaada, akisisitiza kujitegemea na kuzuia nyuklia kwa kudumu. Kim Jong-un ameshutumu Marekani kwa kile alichokitaja kuwa ugaidi wa kimataifa na uvamizi, ikiaminika kuwa alikuwa akizungumzia vita vya Mashariki ya Kati. Hotuba yake inaashiria kuongezeka kwa mvutano katika rasi ya Korea na kuendelea kwa mbinu kali kuelekea usalama wa kikanda. Karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi amesema katika michuano maalum ya FIFA Series 2026 atawakosha baadhi ya nyota wake akiwemo mshambuliaji Simon Msuva anayechezea timu ya AI Talaba ya Iraq kutokana na kukosa usafiri wa ndege kutoka nchini humo kutokana na mgogoro wa Mashariki na Kati unaoendelea. Taarifa na Mbwana Shomari.
Stars inayojiandaa na mashindano haya yatakayofanyika nchini Rwanda kuanzia Machi 26 hadi 30 mwaka huu. Gamondi amesema licha kuwakosa nyota hao amekiandaa kikosi chake kiushindani kupitia kwa baadhi ya wachezaji waliokuwa nao wenye uzoefu wa michuano ya kimataifa na wale vijana waliojumuisha kwenye timu yake. And the rest of the players that are well, we try to do our best as a technical staff. We already na wachezaji wengine wote wako vizuri. Tunajaribu kufanya tuwezavyo kama benchi la ufundi. Tayari tulishafanyia kazi, tulichambua Liechtenstein, tukachambua wachezaji wetu wote, wachezaji binafsi, na kama unavyoona kwenye orodha, misingi ya muundo wa kombe la mataifa ya Afrika wako hapa, na tunajumuisha wachezaji wengine wapya. Tunahitaji kuanza kuangalia wachezaji wapya, hasa wachezaji wachanga zaidi. Tutoe nafasi na tunajaribu kufanya tuwezavyo kwa Tanzania ili iwe na uwakilishi vyema katika michuano hii ya FIFA Series. Nahodha wa Taifa Stars Bakari Mwamnyeto amesema wanaenda kwenye mashindano hayo kushindana ili kupata matokeo chanya. Mwalimu ameweza kuita vijana kuweza kuangalia na kuweza kupata combination na timu yake hizi ikifika 2027. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuita wachezaji kwa watu wote kwa wakishawajua. Nadhani tunakwenda ku Rwanda, sio ndo kushiriki, tunaenda kushindana. Kwa hiyo timu yote kutana nao, ujue kabisa Tanzania tutakwenda pale kushindana kwa 100%. Mlinda mlango namba 1 wa Taifa Stars Aishi Manula na baadhi ya wachezaji walioitwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi hicho cha kocha Miguel Gamondi wamesema nafasi walioipata wataenda kuonyesha uwezo ili kuipatia mafanikio Stars ambayo yatasaidia kupanda katika viwango vya FIFA. Kwa kwenye maandalizi kuona namna gani tunafanya kile linalowezekana ili tuweze kuyafikia yale malengo ambayo tunayatarajia. Hii nafasi inapata nafasi kubwa sana. Ukiangalia Tanzania tupo wachezaji wengi sana ambao wanatamani nafasi. Kwa hiyo ni jukumu langu kuipigania nchi. So mzigo, ni jukumu langu kuipigania nchi. Kwa hiyo naamini nitapambana mpaka hatua yangu ya mwisho. Nchi inaniamini. Hususan natoka kwenye klabu ambayo ni daraja la kati lakini unakuwa regular player. Kwa hiyo sio jambo rahisi. Tanzania imepangwa kundi B na timu za taifa ya Liechtenstein, Aruba na Macau kwenye michuano hiyo ya FIFA Series 2026 ambapo Stars itatupa karata yake ya kwanza Machi 26 mwaka huu kwa kucheza na timu ya taifa ya Liechtenstein. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Polisi mkoani Manyara wamehimizwa kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi na kushiriki katika bonanza mbalimbali za michezo kwa lengo la kuimarisha uhusiano na jamii inayowazunguka. Zakaria Mtigandi ana undani wa taarifa hiyo. Polisi wilayani Babati na watoa huduma za usafiri wa pikipiki maarufu bodaboda wameshiriki katika bonanza la michezo ikiwa na lengo la kujenga na kuimarisha afya zao. Mbunge wa jimbo la Babati mjini Emmanuel Kambai amesema michezo ikitumika kama njia ya kuimarisha afya kutawafanya polisi kuimarisha mahusiano na jamii. Bonanza hili ninajua linakwenda kujenga mahusiano ya ukaribu ya pande hizi mbili, kwani maafisa wa usafirishaji hawa wataendelea kuwa mabalozi wazuri wa kulisemea jeshi la polisi na kujenga mahusiano. Mwenyekiti wa kamati ya michezo wilaya Babati Tobias Yabwaro amesema michezo hiyo ni hatua nyingine ya kuimarisha upendo na afya. Nakumbuka michezo ni afya, michezo ni burudani. Kwa hiyo jeshi la polisi tunawashukuru sana kwa sababu mmetenda yale ambayo yanafaa katika kuhakikisha kwamba tunakuwa vizuri katika afya yetu. Kwa sisi wa bodaboda tunaona inatija, wangekuwa wanafanya kila mwaka ingekuwa vizuri zaidi, maana inatufanya kwanza saa nyingine tunafanya mazoezi. Waendelee kuweka mabonanza kama haya kwa ajili ya kufundisha upendo ili tusiogopane, kwa sababu wao ni watu na sisi ni watu. Bonanza la polisi na bodaboda Babati limehusisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, kuvuta kamba, kula mkate, kufukuza kuku na mbio ndefu na fupi. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Na sasa tujiunge na Abdul